Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kwamba kuanzisha amani na utulivu ndio njia ya maisha kwa eneo la Mashariki ya Kati, akisema kwamba nchi za eneo zinaweza kutatua matatizo yao bila kusimamiwa. Rais Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa nchi za eneo zinaweza kutatua matatizo yao na kwamba hakuna nchi itakayofaidika na vita, migogoro, vurugu na umwagaji damu. Ameasihi mataifa katika eneo la Mashariki ya Kati kujitambua na kwamba yasithubutu kuiruhusu Marekani kuweka ushirika wa kivita. Rais Masoud amesema hayo katika hotuba yake kwenye kongamano la kimataifa la Korido la Iran mwaka 2026 kuhusu fursa ya uwekezaji na ufadhili wa njia za usafiri wa reli pamoja na barabara. Rais Masoud Pezeshkian alisisitiza kwamba ikiwa kuna vikwazo au matatizo yanayozuia ushirikiano katika maeneo yanayoshughulikiwa na mkutano huo, Iran iko tayari kuyashughulikia ndani ya mifumo ya kisayansi na utaalamu wa kiufundi kulingana na uzoefu iliokuwa nao na uliofanikiwa nchini humo. Pezeshkian alizungumzia uhusiano wa kikanda akisema, tunazichukulia nchi jirani kama ndugu, marafiki na hata watu wetu wenyewe, akisisitiza kuwepo kwa uhusiano wa kihistoria, kikabila na kitamaduni unaoendelea kwa maelfu ya miaka na Azerbaijan, Iraq, Kurdistan, Uturuki, Afghanistan, Pakistan na Turkmenistan, na kuongeza kwamba mipaka ya mataifa hayo haijakata uhusiano huu. Amesema kwamba ili nchi hizo ziishi kwa amani na kushirikiana kama ilivyokuwa katika historia, hazipaswi kuungana na Marekani na kuweza kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, kwani Iran itatumia nguvu zake pia kushambulia katika maeneo hayo, jambo ambalo ni jambo lisilofaa. Rais wa Iran amesisitiza haja ya kuanzisha amani na utulivu, akisema kwamba njia hii ndiyo njia ya maisha kwa sayari hii ndogo, akisisitiza kwamba hakuna nchi itakayopata chochote kutokana na vita, kutokana na migogoro, vurugu na umwagaji damu, na kutoa wito wa kuundwa kwa mazingira ambayo yanahakikisha kuishi kwa amani, usalama na utulivu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Aidha, Rais Masoud Pezeshkian amesema kufungua upya njia za kikanda kutaendeleza amani, maendeleo, sayansi na uwezeshaji wa pande zote. Nchi zinaweza kuimarishana na kubadilishana utaalamu katika sekta za kiuchumi, katika viwanda, matibabu, utamaduni na kilimo. Muunganisho mkubwa utaboresha usalama na ukuaji wa uchumi kwa pande zote zinazohusika. Na hivyo ikiwa mataifa hayo yataonyesha ushirikiano, ni wazi hayatakuwa tegemezi kwa mataifa mengine ulimwenguni, na kwamba wao wana uwezo wa kujitegemea, kwani kuna wataalamu wengi katika eneo la Mashariki ya Kati ambao wanaweza kutengeneza mazingira ya maendeleo ya maeneo yao na hata katika ulimwengu kwa ujumla. Ametolea mifano mingi nchini Iran pamoja na Uturuki na mataifa yote katika eneo hilo kwamba kila taifa lina utaalamu mkubwa katika maisha ya wanadamu na linategemewa na mataifa mengine duniani, na hivyo wao kama watakuwa kitu kimoja, hakuna namna nchi zingine zitaweza kuingilia maamuzi yao ya pamoja wakati wowote. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, nasi tunaendelea kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Utaweza kuyajua hayo. Mimi ni Adam Hussein, ni kusihi tu ikiwa bado hujasubscribe channel yetu hii, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni jinsi gani ulimwengu unaendelea.